usiku wa neema kwetu katika taasisi yetu hii ya Jeshi la Kujenga Uchumi. Ni usiku wa neema kwa sababu tunafanya tukio la mwanzo katika enzi yetu hii ambayo tumekuwa na afande wetu Afande Makame Abdalla Daima, kwa kufanya tukio la kuwaaga wastaafu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa ajili ya utambulisho au kuwakaribisha wageni wetu katika shughuli yetu hii. Nianze kwa kukukaribisha wewe mgeni wetu, mgeni rasmi katika sherehe yetu hii, kwa kusema kwamba karibu sana JKU, karibu sana Zanzibar. Jisikie uko nyumbani na uko nyumbani kweli, kwa sababu Jeshi la Kujenga Uchumi lina historia kubwa na JKT. Kwa hiyo imani yangu uko nyumbani. Ndugu waalikwa, huyo ambaye mnamwona kwenye kiti cha katikati ndiye mgeni wetu rasmi ambaye ametoka Jeshi la Kujenga Taifa katika tawi la mafunzo. Upande wa kulia kwake ni afande mkuu wa JKU Kanali Makame Abdalla Daima, na pia pembeni kwake ni mkurugenzi wakala wa ulinzi wa JKU. Tukija kushoto, ambaye amevaa suti ya rangi ya grey hapa, ni mkuu wa JKU zoni ya Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, meza zetu za mbele hizi 4 kutoka kulia kwenda kushoto, hao ndio hasa waliotukusanya hapa. Ni maafisa mbalimbali na wateule pamoja na staff sergeant ambao wametumikia jeshi hili kwa moyo wote uliotukuka, na Mungu amewalinda mpaka leo hii wamefikia kustaafu. Kutokana na muda, kwa ridhaa yako, nisingependa kumtaja mmoja mmoja, lakini naomba utambue uwepo wao. Lakini pia wameambatana na familia zao. Kila mmoja amekuja na angalau watu wawili kutoka katika familia yake. Na meza zinazofuata kuelekea nyuma ni wakuu wa idara za JKU pamoja na CEOs wa kambi zetu mbalimbali. Meza zinazofuata nyuma ni maafisa kutoka vitengo mbalimbali vya makao makuu ya JKU pamoja na maafisa kutoka zoni zilizobakia za JKU. Na mwisho kabisa, sio kwa umuhimu na kusudia laini ya mwisho, ni miongoni mwa wageni mbalimbali ambao tumewaalika. Hiyo ndiyo hadhira ambayo ipo mbele yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo ambalo limetukusanya leo ni maamuzi ambayo yamefanywa na uongozi wa JKU ya kuendeleza utamaduni ambao ulikuwepo na umeasisiwa siku nyingi. Kwa hiyo tumeamua kuendeleza utamaduni wa kuagana pale ambapo tunastaafu. Ikumbukwe kwamba mtumishi asilimia kubwa ya umri wake anautumia kazini kuliko nyumbani. Kwa hiyo si vyema tu anapostaafu akaondoka kimya kimya, na ndiyo maana Jeshi la Kujenga Uchumi limeamua kufanya shughuli hii kwa ajili ya kuaga. Kwa hiyo kwa ridhaa yako niombe hadhira hii tujipigie makofi sote kwa kurudisha utamaduni wetu huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, muda nao sio rafiki, naomba yatoshe niliyoyasema ili ratiba iendelee. Asanteni sana kwa kunisikiliza. NCOs wa ngazi mbalimbali mliopo,
wastaafu wetu ambao mpo wa ngazi mbalimbali, natambua wapiganaji wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Itifaki nimezingatia kwa namna yoyote, natambua uwepo wenu. Afande rasmi, kwa kibali chako naomba nianze kusoma wasifu wa wastaafu. Wa kwanza ni 1079 Kano Ali Hassan Hamadi. Amezaliwa tarehe 8 Disemba 1963 katika kijiji cha Mzambarauni, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Amepata elimu ya msingi katika shule ya msingi Piki mwaka 71 mpaka 77. Amepata elimu ya sekondari hadi kidato cha 4 shule ya sekondari Fidel Castro mwaka 1978 hadi 81. Amepata elimu ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari Fidel Castro mwaka 1982 hadi 84. Amepata shahada ya Animal Health katika chuo cha mifugo Tengeru Arusha, na amepata elimu ya shahada ya kwanza ya Animal Science katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine Morogoro mwaka 97. Amepata shahada ya pili ya sayansi in agriculture katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine Morogoro mwaka 2001, na amepata shahada ya pili degree master fani ya animal study nchini Australia mwaka 2006. Safari yake katika jeshi la kujenga uchumi ilianza tarehe 11 Disemba 1986 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida ya Army Private. Mafunzo ya kijeshi aliyohudhuria: mwaka 1986 alihudhuria kozi ya recruiting katika chuo cha JK Lunga, na mwaka 1987 alihudhuria kozi ya uongozi mdogo katika chuo cha JK Lunga. Mwaka 1990 alihudhuria kozi ya officer cadet katika chuo cha JK Lunga. Kupandishwa cheo: mwaka 1986 alipandishwa cheo cha private, na mwaka 1988 alipandishwa cheo cha sergeant, na mwaka 1990 alipandishwa cheo na kuwa second lieutenant. Mwaka 91 alipandishwa cheo na kuwa lieutenant. Mwaka 2006 alipandishwa cheo cha kuwa captain, na mwaka 2009 alipandishwa cheo cha kuwa meja, na mwaka 2011 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant colonel, na mwaka 2015 alipandishwa cheo kuwa colonel. Katika utumishi wake ndani ya jeshi la kujenga uchumi aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo: msaidizi afisa uzalishaji, afisa kilimo na mifugo, afisa mipango, mjumbe wa bodi ya wazabuni ya JKU, mjumbe wa kamati ya uajiri ya JKU, mkufunzi wa kozi ya uongozi ya polisi jeshi MP. Hata hivyo, nje ya JKU, kutokana na umahiri wake na weledi aliokuwa nao, aliwahi pia kutumika katika nafasi mbalimbali ikiwemo mjumbe wa tume ya utumishi idara maalumu za SMZ, mwalimu wa muda wa shule ya sekondari Lumumba, mhadhiri wa muda chuo kikuu cha taifa Suza, mhadhiri wa muda chuo kikuu cha ualimu Zanzibar Chukwani, mjumbe wa kamati ya uanzishaji wa sera za mifugo uliofadhiliwa na IFAD. Hadi kufikia kustaafu kwake tarehe 9 Disemba 2023, Kano Ali Hassan Hamadi alikuwa naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na mifugo katika Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi. Mwisho wa wasifu wake. Wa pili 1075 Kano Musa Muhammad Shani alizaliwa tarehe 4 Septemba 1964 katika kijiji cha Fudioni, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja. Amepata elimu ya msingi katika shule ya msingi Fudioni mwaka 1971-80. Amepata elimu ya sekondari ya kidato cha 4 katika shule ya Lumumba mwaka 1980
Amepata elimu ya sekondari kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Lumumba mwaka 1984. Amehitimu shahada ya crop production katika chuo cha MAT Ukiriguru Mwanza mwaka 1987. Amehitimu shahada ya kwanza General Agriculture katika chuo cha Sokoine University of Agriculture Morogoro. Amehitimu shahada ya pili ya Master Business Administration katika chuo cha Sokoine University of Agriculture Morogoro 2015. Safari yake katika jeshi la kujenga uchumi ilianza rasmi tarehe mosi Oktoba 1987 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida, yaani private. Mafunzo ya kijeshi aliyohudhuria mwaka 1987 alihudhuria kozi ya recruit katika chuo cha JK Odunga, na mwaka 1991 alihudhuria kozi ya afisa kadeti katika chuo cha JKU Dunga. Kupandishwa vyeo mwaka 1987 alipandishwa cheo akiwa kama private. Mwaka 1988 alipandishwa cheo cha sergeant, na mwaka 1991 alipandishwa cheo cha second lieutenant. Mwaka 1993 alipandishwa cheo na kuwa lieutenant. Mwaka 2002 alipandishwa cheo cha kuwa captain, na mwaka 2010 alipandishwa cheo cha kuwa major. Mwaka 2015 alipandishwa cheo cha lieutenant colonel. Mwaka 2020 alipandishwa cheo cha kuwa colonel. Katika utumishi wake ndani ya jeshi la kujenga uchumi aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama zifuatazo: msaidizi bwana shamba katika kikosi cha JK Ubambi KIM, bwana shamba mkuu katika kikosi cha JK Ubambi KIM, mkuu wa idara ya mipango makao makuu ya JKU, mkuu wa kilimo agriculture staff officer, mtawala katika kikosi cha JKU Penja, bwana shamba katika kikosi cha JKU Penja, mtawala katika kikosi cha JK Ubambi KIM, msaidizi meneja wa shamba la pamoja la mboga mboga katika kati ya Zanzibar na Misri katika kikosi cha JK Ubambi KIM, kaimu mkuu wa kikosi cha JK Ubambi, mkuu wa kikosi cha JKU Penja, mjumbe wa tume ya utumishi idara maalum za SMZ, mkuu wa utawala wa jeshi la kujenga uchumi. Hadi kufikia kustaafu kwake tarehe 5 Septemba 2024, Kanali Musa Mohamed Shahame alikuwa mkuu wa utawala katika jeshi la kujenga uchumi makao makuu ya JKU. Mwisho wa siku wake. Watatu 1071 Kanali Jabiri Haji Hamza amezaliwa tarehe 14 Novemba 1965 katika shehia ya Mikunguni, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi. Amepata elimu ya msingi katika shule ya msingi Hamamni mwaka 1973. Amepata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Pembera mwaka 1982. Amepata mafunzo ya biashara katika ngazi ya cheti katika chuo cha biashara kilichoko Moshi mwaka 1988. Amepata elimu ya shahada ya uhasibu katika chuo cha elimu ya biashara kilichoko Mwanza. Alipata elimu ya shahada ya kwanza ya uhasibu katika chuo cha biashara kilichoko Dodoma. Safari yake katika jeshi la kujenga uchumi ilianza rasmi tarehe mosi Juni 1983 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida ya private. Mafunzo ya kijeshi aliyohudhuria mwaka 1983 alihudhuria kozi ya recruit katika chuo cha JKU Kama. Mwaka 1984 alihudhuria katika uongozi mdogo katika chuo cha uongozi Dunga. Mwaka 90 alihudhuria kozi ya afisa kadeti JKU Dunga kupandishwa cheo. Mwaka 1983 alipandishwa cheo cha private. Mwaka 1985 alipandishwa cheo cha kuwa lance corporal. Mwaka 1988 alipandishwa cheo cha kuwa sergeant. Mwaka 1991 alipandishwa cheo cha kuwa second lieutenant. Mwaka 1992 alipandishwa cheo. Mwaka 1995 alipandishwa cheo cha kuwa captain. Mwaka 2008 alipandishwa cheo cha kuwa meja. Mwaka 2015 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant colonel, na mwaka 2020 alipandishwa cheo cha kuwa colonel. Katika utumishi wake ndani ya JKU aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo: msaidizi mshika fedha makao makuu ya JKU, msaidizi mshika fedha katika mradi wa maua na viungo ambao uliendeshwa kwa mashirikiano baina ya Zanzibar na Ujerumani, uliendeshwa kwa kikosi cha JKU Ubambi KIM. Mhasibu zoni ya Pemba, mshika fedha makao makuu ya JKU, msaidizi mkuu wa utawala na fedha makao makuu ya JKU,
mkuu wa vikundi vya michezo makao makuu ya JKU, mhasibu wa mradi wa kilimo pamoja kati ya Zanzibar na Misri katika kikosi cha JKU Kambi, mtawala kambi ya Machui, mkuu wa zoni ya Pemba hadi kustaafu kwake tarehe 14 Mei 2023. Kanali Jabiri alikuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala wa ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi Zanzibar. 4. 1128 Luteni Kanali Hadija Ahmad Rai alizaliwa tarehe 5 Julai 67 katika kijiji cha Jambiani, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja. Amepata elimu ya msingi katika shule ya msingi Jambiani mwaka 1982. Amepata elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Taasisi mwaka 1986. Safari yake katika Jeshi la Kujenga Uchumi ilianza tarehe 11 Desemba 1986 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida. Mafunzo ya kijeshi aliyohudhuria: mwaka 1986 alihudhuria kozi ya recruit JKU Ghana. Mwaka 1992 alihudhuria refresh course JKU Dunga. Mwaka 1996 alihudhuria kozi ya officer cadet Dunga, lakini alihudhuria kozi ya steel band yaliyoendeshwa JKT mwaka 86. Mwaka 2020 alihudhuria kozi ya National Security Strategic and Economic Development KDZ Mtoni, kupandishwa vyeo. Mwaka 1986 alipata cheo cha private. Mwaka 1991 alipata cheo cha Lance Corporal. Mwaka 1997 alipata cheo cha second lieutenant. Mwaka 2007 alipata cheo cha kuwa captain. Mwaka 2013 alipata cheo cha meja. Mwaka 2020 alikuwa lieutenant colonel. Katika utumishi wake ndani ya JKU aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo: mkuu wa zoni ya Kaskazini, matoni mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi, mkuu wa chuo cha uongozi JKU Dunga, mkuu wa idara ya mafunzo na utendaji kivita makao makuu, matoni mkuu wa kikosi katika makao makuu, msaidizi mkuu wa idara za rasilimali, mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Kaskazini Unguja, hadi kufikia kustaafu kwake tarehe 30 Novemba 2025. Luteni Kanali Hadija Ahmad Rai alikuwa ni mkuu wa zoni ya Kaskazini Unguja. 5. 1141 Luteni Kanali Saidi Hamisi Omar amezaliwa tarehe 3 Juni 1967 katika kijiji cha Kinyikani, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Amepata elimu ya sekondari katika skuli ya Utaani mwaka 1985. Amepata elimu ya shahada ya physio nursing katika chuo cha afya Mbweni. Amehitimu shahada ya community health nursing katika chuo cha afya Zanzibar mwaka 1998. Safari yake katika Jeshi la Kujenga Uchumi ilianza rasmi tarehe 3 Septemba 1994 katika kuajiriwa kama askari wa kawaida, yani private. Mafunzo ya kijeshi alihudhuria: mwaka 1994 alihudhuria kozi ya recruit Dunga, mwaka 2000 senior NCO, mwaka 2007 officer cadet, mwaka 2014 alihudhuria kozi ya platoon commander katika chuo cha JKU Kambi. Kupandishwa vyeo: mwaka 1994 alipandishwa cheo cha private. Mwaka 2003 alipandishwa cheo cha kuwa Lance Corporal. Mwaka 2007 alipandishwa cheo cha kuwa second lieutenant. Mwaka 2010 alipandishwa cheo kama captain. Mwaka 2016 alipandishwa cheo cha meja. Mwaka 2020 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant colonel. Katika utumishi wake ndani ya JKU aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo: mganga mkuu wa zoni ya Pemba, mkuu wa utawala wa zoni ya Pemba, hadi kustaafu kwake tarehe 30 Novemba 2025. Luteni Kanali Saidi alikuwa mkuu wa utawala wa zoni ya Pemba. 6. 1112 Luteni Kanali Machano Osman Dadi amezaliwa tarehe 26 Machi 1967 katika shehia ya Mkwajuni, wilaya ya Kaskazini.
Amepata elimu ya msingi katika skuli ya msingi Mkunazini mwaka 1984. Amepata elimu ya sekondari katika skuli ya sekondari Lubumba mwaka 1989. Amehudhuria mafunzo ya sanaa, fani ya batiki na uchoraji katika chuo cha mila na sanaa. Amehudhuria mafunzo ya ufundi wa kompyuta katika chuo cha ufundi Mbweni. Safari yake katika jeshi la kujenga uchumi ilianza tarehe mosi Juni 1992 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida. Mafunzo ya kijeshi alihudhuria mwaka 1967 alihudhuria kozi ya recruit katika chuo cha JK Urunga. 1987 alihudhuria kozi ya afisa cadet katika chuo cha JK Urunga. 2014 alihudhuria kozi ya platoon commander katika chuo cha JKU kama kupandishwa vyeo. Mwaka 1992 alipandishwa cheo cha kuwa private. Mwaka 1992 alipandishwa cheo cha kuwa lance corporal. Mwaka 1995 alipandishwa cheo cha kuwa second lieutenant. Mwaka 1997 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant. Mwaka 2006 alipandishwa cheo cha kuwa captain. 2015 alipandishwa cheo cha kuwa meja. 2023 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant colonel. Katika utumishi wake ndani ya JKU aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama zifuatazo: mwalimu wa somo la uchoraji katika skuli ya ufundi JKU Mtoni, mdhamini wa viwanda vya furniture A+B, mkuu wa kituo cha Chokocho, mkuu wa kituo cha Ngezi, hadi kustaafu kwake tarehe 30 Novemba 2025. Lieutenant Colonel Machano of Mandadi alikuwa katika skuli ya JKU Mtoni akiwa ni mkuu wa kitengo cha uchoraji. Wa 7 A1155 Lieutenant Colonel Bi Mkubwa Saidi Mbarak alizaliwa tarehe 12 Agosti 1966 shehia ya Kwaramsha, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi. Amepata elimu ya msingi katika skuli ya Mkunazini mwaka 1981. Amepata elimu ya sekondari katika skuli ya sekondari ya Lubumba mwaka 1984. Safari yake katika jeshi la kujenga uchumi ilianza rasmi tarehe mosi Agosti 1985 baada ya kuajiriwa kama askari wa kawaida, yani private. Mafunzo ya kijeshi alihudhuria mwaka 1985 alihudhuria kozi ya recruit katika chuo cha JK Urunga. Mwaka 2004 alihudhuria katika kozi ya afisa cadet katika chuo cha JK Urunga. Mwaka 2014 alihudhuria katika kozi ya platoon commander katika chuo cha JKU Kama. Mwaka 2020 alihudhuria kozi ya National Security, Strategic and Economic Development KNZ Mtoni. Kupandishwa vyeo. Mwaka 1985 alipandishwa cheo kuwa private. Mwaka 1992 alipandishwa cheo cha kuwa second lieutenant. Mwaka 2004 alipandishwa cheo cha kuwa second lieutenant. Mwaka 2007 alipandishwa cheo cha lieutenant. Mwaka 2013 alipandishwa cheo cha kuwa captain. Mwaka 2017 alipandishwa cheo kuwa meja, na mwaka 2020 alipandishwa cheo cha kuwa lieutenant colonel. Katika utumishi wake ndani ya JKU aliwahi kushika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo: matwani mkuu wa jeshi la kujenga uchumi makao makuu, mkuu wa zoni ya kaskazini, matwani wa kikosi cha makao makuu, msaidizi mwalimu mkuu wa skuli za JKU Mtoni hadi kustaafu kwake tarehe 13 Agosti 2024. Lieutenant Colonel Bi Mkubwa Saidi Mbarak alikuwa msaidizi mwalimu mkuu katika skuli za JKU Mtoni. Afande mgeni rasmi, kwa kibali chako naomba Captain hapa aendelee ili nami nipate maji kidogo. Asante. Ukichana wa watu mabaya
Tutaendelea na burudani. Asante sana.